Ujumbe wa usiku wa manane kutoka kwa Chadema imetikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Katika nyakati ambazo hofu imekuwa lugha isiyoandikwa ya siasa za Tanzania, kauli ya Brenda Rupia Jonas imebua ukweli unaotikisa msingi wa uhalali wa uongozi uliopo. Wananchi wamechoka. Uchovu huo hauko katika maneno matupu, bali unaonekana katika maelfu ya jumbe zinazomiminika kila siku kwa viongozi wa upinzani, zikionyesha kiu ya mabadiliko ya kweli. Kauli hii ilitolewa na mmoja wa viongozi wa Chadema, inafungua pazia la hali halisi ya kisiasa nchini Tanzania, ambapo watu wanatafuta njia ya kujinasua kutoka katika mzunguko wa mauaji, hofu na dhulma inayohusishwa na uongozi wa sasa. Kwa kueleza kwa wananchi wanatafuta mabadiliko kutokana na kuchoshwa na siasa na za damu na vitisho, Jonas aliweka wazi hali ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikizungumzwa kwa sauti ya chini. Tanzania ambayo kwa miaka mingi ilijivunia amani na utulivu wake, imeingia katika kipindi cha mashaka makubwa ya kisiasa. Matukio ya mauaji ya watu waliokuwa na sauti za ukosoaji, kukamatwa kwa wanaharakati na kuenea kwa mazingira ya uoga yameacha alama isiyofutika katika fahamu za jamii. Na katika mazingira haya, wimbi la wananchi wanaotaka kujiunga na Chadema lionekani kama kampeni ya kawaida ya chama, bali kama ishara ya kupasuka kwa imani kati ya raia na dola. Na kwenye ujumbe alioandika hapo jana usiku wa manane, Brenda Rupia alisema kwamba jumbe kama hizi ni nyingi sana DM kwangu kila siku. Watanzania wengi wanahoji na kutaka kufahamu utaratibu wa kujiunga na Chadema. Hii ni ishara ya wazi kwamba wananchi wamechoshwa na uongozi wa mauaji, hofu na dhulma, na sasa wanataka mabadiliko ya kweli. Kama chama tunajiandaa kuzindua kampeni maalum ya kitaifa ya kuandikisha uandikishaji wa wanachama wapya, ambapo utaratibu rasmi na wazi wa kujisajili utaelekezwa kwa kina. Tunawaomba wananchi wawe na subira kidogo tu wakati maandalizi haya muhimu yakikamilika. Kitengo chetu cha Watanzania wote kujiunga na chama cha haki, amani na utulivu, chama kinachoongozwa na watu wenye uwezo mkubwa wa kufikiri, big brains, na mustakabali mpya wa taifa letu. Ndio ujumbe wake Brenda Rupia alioandika usiku wa manane. Ahadi ya kuzindua kampeni maalum ya kitaifa ya uandikishaji wanachama inaonyesha kuwa Chadema inajaribu kusoma alama za nyakati. Uamuzi wa kusisitiza utaratibu rasmi, wazi na unaolindwa na mifumo ya tehama ni jibu la moja kwa moja la hofu inayotengenezwa na mazingira ya kisiasa. Na katika historia ya Tanzania ya karibuni, kujihusisha na siasa za upinzani kumekuwa na gharama, kuanzia kufuatiliwa hadi kupotezwa kwa haki za msingi. Na kwa kusisitiza usalama wa mifumo ya uandikishaji, chama kinatambua kuwa hofu ni kikwazo kikubwa kwa ushiriki wa wananchi, na kwamba mabadiliko ya kweli hayawezi kupatikana bila kuvunja mnyororo huo. Kauli ya Jonas pia inapaswa kusomwa ndani ya muktadha mpana wa historia ya siasa za vyama vingi nchini. Na tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwanzoni mwa miaka ya 1990, upinzani umekuwa ukipambana si tu kwa chama tawala, bali pia kwa mifumo ya dola iliyozoea mamlaka yasiyopingika. Chadema imepitia misukosuko mikubwa, ikiwemo kukamatwa kwa viongozi wake, kufungiwa kwa mikutano na kuzuiwa kwa shughuli za kisiasa. Hata hivyo, kila awamu ya ukandamizaji imezaa kizazi kipya cha wananchi waliotambua kuwa demokrasia haiji kwa kuombwa, bali kwa kushinikizwa kwa mshikamano wa kiraia. Ujumbe unaoambatana na kampeni za katiba mpya ni siasa na Free Tundu Lissu unaongeza uzito wa kisiasa katika mchakato huu wa uandikishaji, na kampeni ya katiba mpya imekuwa ishara ya mapambano dhidi ya mfumo wa kikatiba unaompa rais mamlaka makubwa kupitia kiasi, huku taasisi nyingine zikibaki dhaifu. Kwa kuunganisha uandikishaji wa wanachama na ajenda ya katiba mpya, Chadema inaonyesha kujaribu tu kuongeza idadi ya wanachama, bali inajenga harakati pana ya mabadiliko ya kimuundo. Kwa upande mwingine, ujumbe wa Free Tundu Lissu unabeba kumbukumbu nzito ya gharama kama alama ya siasa za ukosoaji mkali
amekuwa mhanga wa mazingira ya kisiasa yasiyovumilia tofauti za maoni, na kutajwa kwake katika muktadha wa uandikishaji kunarejesha kumbukumbu za hofu, lakini pia kunachochea hasira ya kimya ya wananchi wanaona kuwa haki imetoweka katika nchi yao. Hii sio siasa ya hisia tupu, bali ni kumbukumbu hai na namna dola imejengwa kuwalinda wachache na kuwanyamazisha wengi. Brenda Rupia Jonas anasisitiza kuwa Chadema ni chama cha haki na amani na utulivu kinachoongozwa na viongozi wenye uwezo mkubwa wa kufikiri. Anajaribu kupinga simulizi rasmi inayowasilishwa mara kwa mara na dola. Serikali imekuwa ikijipambanua kama mlezi wa amani, huku upinzani ukichorwa kama chanzo cha vurugu. Lakini katika uhalisia wa wananchi wanaoishi chini ya wingu la hofu, amani inayozungumzwa imekuwa ni ukimya wa kulazimishwa. Ndio maana wito wa kujiunga na chama cha haki unapata mvuto mkubwa katika jamii inayotamani kurejesha utu wake wa kisiasa. Mchakato huu wa uandikishaji pia unakuja baada ya Chadema kukumbwa na changamoto za ndani, ikiwemo mijadala ya uongozi na mwelekeo wa chama. Badala ya kudhoofika, chama kinaonekana kutumia kipindi hiki kupanga upya, kukitumia teknolojia ya ujumbe wa kisiasa unaolenga moja kwa moja maumivu ya wananchi. Hii ni ishara ya chama kinachotambua kuwa siasa za kisiasa ama za kisasa haziwezi kuendeshwa kwa mikutano ya hadhara pekee, bali pia kwa mifumo usalama ya kidijitali inayowapa wananchi fursa ya kushiriki bila hofu. Katika mazingira ya kikanda, harakati za wananchi kudai mabadiliko ya kisiasa zimekuwa zikiongezeka kuanzia Afrika Mashariki hadi Afrika Magharibi. Mashirika ya haki za binadamu na wafadhili wa kimataifa wamekuwa wakitoa tahadhari kuhusu mwelekeo wa demokrasia nchini Tanzania, wakisisitiza umuhimu wa haki za kisiasa na uhuru wa kiraia. Wimbi la uandikishaji wa Chadema linaweza kusomwa pia kama jumbe wa jumuiya ya kimataifa kwamba licha ya mazingira magumu, hamu ya mabadiliko bado ni hai. Hata hivyo, mchakato huu hauko bila hatari. Historia inaonyesha kuwa kila dalili ya kuimarika kwa upinzani imekuwa ikikabiliwa na mikono mizito ya dola. Ndiyo maana msitizo wa Jonas kuhusu usubira na maandalizi makini una uzito wa kiusalama, na katika nchi ambayo mifumo ya ulinzi wa haki za kisiasa bado ni dhaifu, tahadhari sio ishara ya woga, bali ni uhalisia wa kisiasa. Mwisho wa simulizi hili hauko katika idadi ya wanachama watakaosajiliwa, bali katika ujumbe unaobebwa na wimbi hili. Ni ujumbe kwamba wananchi hawakubali ama hawajakubali hawajakubali hali ya mauaji, hofu na dhuluma kama sehemu ya maisha ya kisiasa. Ni ishara kwamba hata katika ukimya unaoonekana juu, chini yake kuna hasira iliyotulia na kiu ya haki. Kama sauti hizi zitaendelea kupuuzwa, basi hatari sio kwa chama kimoja, bali kwa mustakabali wa taifa. Tanzania inasimama katika njia panda ya kihistoria. Njia ni ile ya kuendelea kuzalisha hofu na ukimya, ambapo siasa zinakuwa mali ya wachache wenye nguvu. Njia nyingine ni ile kusikiliza sauti za wananchi wanaotafuta mabadiliko ya kweli kupitia njia za amani na kidemokrasia. Wimbi la uandikishaji wa Chadema, kama ilivyoelezwa na Brenda Rupia, ni kengele ya onyo kwa uongozi uliopo. Kunyamaza, kuogopa na kupuuza ishara hizi ni kuandaa mazingira ya mgogoro wa baadaye. Mustakabali wa Tanzania utategemea kama taifa litaamua kukumbatia haki na uwazi na kuendelea kujenga utulivu wa bandia juu ya misingi ya hofu. Ni hayo tulionayo kwa sasa. Zidi kuwa nasi kila wakati na kumbuka kusubscribe.